Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin habibina al-Mustafa sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabil amin wa ala alihi wa ashabihi dhawi shirafil azim. Watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Allah jalla jalalu na kuzitaka rehma na amani zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafikiri kama siku 3-4 hivi sikuposti video yote kwa sababu harakati zilikuwa nyingi, bizi zilikuwa nyingi. Kwa hiyo sikuwa na muda mzuri wa kuandaa video na kuedit kwa ajili ya kukufikishia nini ambao mnafuatilia vipindi hivi. Lakini leo insha Allah, huu muda mchache ambao nimeupata, nikaona si vibaya nikarekodi video kwa ajili ya kuelimisha jamii, hasa wale watu ambao wanafuatilia katika YouTube yangu channel. Lakini kwa bado huja subscribe katika YouTube channel hii, basi hakikisha unabonyeza neno hilo ili uwe ni mtu wa kwanza kupata darasa pale nitakapoziposti. Insha Allah kila mmoja anajua kwamba tuko mwishoni mwa mwaka wa 2025. Mwaka ambao watu wengi sana walitarajia watafanikiwa katika maisha, lakini wako wengi Mwenyezi Mungu hakuwajalia kufanikiwa katika maisha. Kwa inshallah tusichoke kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ili atufanikishe katika maisha yetu. Lakini pia kuna watu walikuwa na malengo mazuri ndani ya huu mwaka wa 2025, lakini Mwenyezi Mungu hajawafanikisha kwa sababu riziki anaitwa ni Allah. Sasa mwaka 2026 ambao unaingia hapo, kuna mengi sana ambayo yatatokezea katika mwaka huu wa 2026. Hatutabiri isipokuwa tunafuata maneno ya wanawachuoni. Sasa ikiwa mwaka 2026 umeangukia siku ya Jumatano mfano, nini kitatokea katika mwaka huo? Haya yote yanapatikana kwenye kitabu hichi ambacho mimi nakitafsiri katika lugha ya Kiswahili. Hichi kitabu ni cha Kiarabu, kisha mimi natafsiri katika lugha ya Kiswahili. Mambo ambayo yatatokea katika mwaka ambao umeangukia siku ya Jumatano. Nini kitatokea katika mwaka huo? Anasema wa in kana yaumil arbi'i, ikiwa mwaka umeangukia siku ya Jumatano, yani mwaka tarehe moja imeanza siku ya Jumatano, manake hadha yadullu, mwaka huu utaonesha kwamba ala al-adli min al-muluki, kwamba wafalme watakuwa na uadilifu. Narudia tena, hadha yadullu, mwaka huu utakaoangukia siku ya Jumatano utaonesha kwamba sawa, watakuwa na uadilifu, ala al-adlu min al-muluki, kwamba wafalme na viongozi watakuwa waadilifu, lakini pia walqadha'u, na makadhi wote watakuwa waadilifu. Kwa mwaka ukianza tarehe mosi, mwaka mpya, siku ya Jumatano, maana yake ndani ya mwaka huo viongozi watakuwa waadilifu na makadhi pia watakuwa waadilifu. Kwa hayo ni matukio mawili ambayo yatakayotokea katika mwaka huo. Lakini pia akasema watadhharul badai'u algharaib min as-sani'ati, lakini pia katika mwaka huo yatadhihirika mambo ya uzushi mengi katika vitu ambavyo vinafanywa. Kwa ndani ya mwaka huo vitadhihiri vitu vingi vya uzushi ambavyo havimo katika sheria ya dini ya Kiislamu na vitu ambavyo havimo katika sheria ya kinchi. Kwa hilo pia ni tukio ambalo litatokea ikiwa mwaka umeangukia katika siku hiyo. Lakini pia akasema wal alatu yuharibu nasu, lakini pia watawala watapigana vita na watu, hususan ahli al-amsari, hususan watu wa miji, wayamutu kathiran min al-kabairi, lakini katika mwaka huo watakufa viongozi wakubwa, wale watu maarufu wote watakufa. Ndio maana akasema wayamutu, na watakufa kathiran min al-kabairi, wengi katika viongozi wakubwa ndani ya mwaka ambao utaangukia siku ya Jumatano. Hichi ni kitabu ambao natafsiri. Kwa mwaka ukiangukia siku ya Jumatano, kwanza viongozi watakuwa na uadilifu na makadhi pia watakuwa na uadilifu, lakini pia yatadhihiri mambo ya uzushi katika mwaka huo, mambo ambayo hayamo katika sheria ya dini ya Kiislamu na mambo ambayo hayamo katika sheria ya kiserikali ya kinchi. Lakini pia viongozi wakubwa waliokuwa maarufu
watakufa katika mwaka huu ambao utaangukia siku ya Jumatano. Haya ni maneno ya wanawachuoni wameandika kwenye vitabu hivi, na ndio maana sisi tunasomesha, tunatafsiri katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo mwaka ukiangukia siku ya Jumatano, basi haya ndio matukio yatakayotokea. Tumombe Allah tuepushe na matukio mabaya ambayo yatakayotokea ndani ya mwaka ambao utaangukia siku ya Jumatano. Viongozi maarufu watakufa, lakini pia tadhihiri mambo ya bid'a, mambo ya uzushi, lakini pia watapigana vita, hasa wafalme wa miji na viongozi wa miji watakuwa wanapigana vita nchi badala nchi kwa nchi. Kwa sisi tumombe Allah tufanywe pesi, atuepushe na mitihani hiyo na atuepushe na mabalaa hayo. Mwenyezi Mungu atukutanishe tena katika vipindi vinavyokuja mbele. Sina la ziada isipokuwa tu usisahau kufuatilia vipindi hivi kwa sababu vina faida kubwa sana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi